Sasa hivi nchini hapa kuna tishio la watoto wa shule kupotea wakiwa asubuhi wanatoka kwenda shuleni na jioni wakiwa wanarudi majumbani. Wanachukuliwa na watu ambao wasiwafahamu kwenye magari, bodaboda, bajaji, wanawapeleka kusikojulikana, wanawatendea ukatili, wanawabaka, wanawalawiti, hatimaye wanakuja pale kituoni wakiwa wameshaharibika mpaka tunawapeleka hospitali. Kwa hiyo hilo ni tishio la kiusalama. Wazazi, walezi pamoja na serikali kwa ujumla tunahimizwa kuwa waangalifu sana tunapokuwa na watoto wetu. Mtoto anapokuwa shuleni anatakiwa awe chini ya uangalizi wa walimu kama walezi. Anapokuwa nyumbani anatakiwa awe chini ya uangalizi wa wazazi. Hiyo ni jukumu letu sote. Sasa kwa sababu hilo ni tishio la kiusalama, kuna mambo fulani ambayo tunatakiwa wazazi tunashauriwa kuambia watoto wetu wanapokuwa nyumbani. Mambo kama 10 hivi ambayo tawasomea hapa, yazingatie hayo ili baadaye ili swala tuweze kulikomesha. Mzazi unapokuwa unakaa na mtoto, mfundishe haya hapa, hizi hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, kamwe asikubali lifti, chakula, zawadi, pesa au msaada wote kutoka kwa mtu ambaye asimfahamu. Asikubali kabisa, mwambie kabisa mtoto, usikubali mtu yote ambaye umfahamu akupe vitu kama hivi. Chakula, lifti, pesa au msaada wote. Hilo la kwanza. La pili, kamwe asipande kwenye gari la mtu asimfahamu. Kwamba eti ametumwa na mzazi. Kwamba njoo nikupakie, nimetumwa na mzazi nikupakie, nikupeleke sehemu. Huyo mtu amfahamu. Mwambie mtoto asikubali kabisa. Hilo la pili. La tatu, wafundisheni watoto wenu waende mashuleni kwa katika vikundi. Naona? Waende katika vikundi, wasiwe mmoja mmoja. Waende katika vikundi, hiyo ni usalama wao. Waende shuleni kwa katika vikundi, warudi wakiwa katika vikundi. Hiyo inamwogopesha hata mhalifu kufanya uhalifu. 4, wafundisheni watoto waache kwenda njia za upweke, njia za gizani, machakani, vichochoroni. Wapite njia ambayo ni sahihi, barabara ambayo inaonekana ya wazi. Hiyo inamnyima hata mhalifu kufanya uhalifu. Okay, sisi kama shule, kama tunavyofahamu kwamba taasisi yote ile, taasisi ni jamii. Kwa kutambua hilo, ndio maana katika kufunga shule, tunaona kwamba sisi